Kila siku nilikuwa nikiwaambia kwamba bodi ya ligi na TFF wana makosa mengi na wana madudu mengi ambayo yamekuwa yakifanyika, ila tu ni kwamba sisi mashabiki na sisi wadau wa michezo hatujui ni nini kinachoendelea ndani, kwa sababu kwamba ni siri za watu ambazo zimekuwa hazitolewi. Lakini kwa haya sasa ambayo yanaendelea, mnaweza mkajionea nyinyi wenyewe kabisa kwamba hapa hatuna utendaji wa bodi ya ligi na wala TFF, kutokana na kwamba mambo mengi yameweza kuibuka na yameweza kuzua sura mpya siku hadi siku. Kuna watu ambao wanaona Young Africans mpaka sasa wana makosa, lakini kuna watu wanaoiona bodi ya ligi na makosa, lakini kuna watu ambao wanaona hizi kelele zinazoendelea kwa sasa hazina afya kabisa katika soka letu. Ni vyema wangeweza kukaa pamoja na kumaliza tofauti zao na mambo mengine yakaendelea. Ikumbukwe Simba Sports Club mpaka sasa wao wanatambua kwamba dabi ya Kariakoo ipo na wanaendelea kuhamasisha mashabiki wao waweze kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6, siku ya Jumapili. Lakini Young Africans wao wamesema mashabiki wao watulie kabisa ndani, kwa sababu hakuna mchezo huo na wala hawautambui. Ni kama hapa sasa Simba Sports Club nao tayari wameshakwisha kuandika barua kwa umma kuhusiana na kile kinachoendelea. Nao wanaitaka ripoti ya uchunguzi ambayo bodi ya ligi waliweza kusema kwamba wataitoa siku ya tarehe 8, ambapo mechi ilikuwa inaahirishwa. Walisema watatoa ripoti ya uchunguzi, na Young Africans sasa tayari kashauwasha moto kwa kusema kwamba ripoti hiyo tayari ipo, ila haiwezi kutolewa kutokana na kwamba ndani ya ripoti hiyo kuna kigogo wa serikali ambaye amehusika katika kuahirishwa kwa mechi hiyo. Kwa sisi wachokonoaji wa mambo na wafukunywaji, tumeweza kutafuta ukweli wa taarifa hii na kutafuta mazungumzo kadha wa kadha ya mashabiki na wadau wa michezo. Unaona kabisa kwamba hili lilitokana na kiongozi huyo wa serikali anaweza akawa ni shabiki wa upande moja wa klabu kati ya hizi klabu mbili ambazo zilikuwa zina shiriki huo mchezo, kutokana na kwamba kwa matakwa yao binafsi waliona kwamba labda hawataweza kushiriki mchezo huo, wakaona ni bora wafanye hivyo ili wasishiriki mchezo mwingine mpaka pale ambapo utakapopangiwa tarehe nyingine mchezo huo. Sasa watu wamekuwa wakijizatiti sana kujadili kwamba kiongozi huyo ambaye aliweza kuzuia mchezo huo huenda akawa ni shabiki wa klabu mojawapo ambaye kwa interest zake mwenyewe aliweza kuambia kwamba aliweza kupiga simu na kuambia mchezo huo uahirishwe kwa matakwa yao binafsi. Sasa hapa ndo ngoma imekuwa nzito. Watu wanataka kiongozi huyo atajwe, na watu wanataka wajue alikuwa na maana gani na ni shabiki wa timu gani, na alikuwa anawaza nini kuahirisha mchezo huo. Alikuwa anawaza nini kuahirisha mchezo huo? Je, alikuwa haoni kwamba alikuwa haoni kwamba FIFA wanaweza wakaifungia Tanzania kushiriki mashindano yoyote kutokana na taarifa hizi ambazo kwa sasa zinaenea kwa kiongozi wa serikali kuahirisha mchezo? Ni jambo la ajabu sana ambalo linaweza likaipelekea Tanzania kufungiwa na FIFA kushiriki na kujihusisha na masuala ya football hapa Tanzania. Lakini tukiachana na hayo sasa, tuangalie haya ambayo kwa sasa yamekuwa ni kama majibizano ya hoja kwa upande wa TFF, bodi ya ligi, lakini pia Young Africans. Mpaka sasa kiongozi wa fedha kutoka Young Africans ameitwa kwenda TFF ili kwenda kutazama taratibu zao na waweze kupitia madeni yao yote ambayo wanadaiana. Mpaka sasa mambo yanazidi kuwa makubwa na mambo yanazidi kutifuka, na moshi mweusi bado unatoka, hakujawa na muelewano kabisa wowote kupitia haya yanayoendelea kwa sasa. Na sasa tukasema tukuletee taarifa hii ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bana, kuna baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kutoka kwa wadau wa michezo ambazo zilikuwa lenga wazi kuhusiana na haya yanayoendelea kwa sasa. Rais wa shirikisho la mpira Wallace Karia mpaka sasa yupo kimya katika sakata hili linaloendelea, ingawa tunajua kuwa kamati ambazo zimeyazua haya pengine unahisi bado
anastahili kuwa kimya katika hili ambalo linaendelea kwa sasa. Tunahitaji tusikie sauti yake ikifafanua juu ya haya yanayoendelea kwa maslahi mapana ya mpira. Kuona kwamba mpaka sasa yupo kimya ni kuona ni udhaifu wa kiongozi ambaye ana njaa ya kutatua matatizo katika taasisi yake anayoiongoza. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kukaa kimya kwa rais wa shirikisho la mpira Tanzania, unaona kabisa kwamba pengine ni kuendelea kuona mzozo ukiwa unatokea mara kwa mara kutokana na kwamba yeye ameshindwa kutoka nje na kuzungumza yale ambayo yanaendelea kuzuka na kuzua sura mpya siku hadi siku. Kuna taarifa kwa umma Alhamisi ya Juni 5 kupitia baadhi ya vyombo vya habari. Tulipata taarifa kwa umma kwamba tarehe 6 Juni TFF wanaikabidhi timu ya JKT Queens kikombe chao cha ubingwa la soka la wanawake Tanzania kwa msimu wa 24-25 kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi na kudhihirika. Tukio hilo liliahirishwa hadi taarifa zingine zitakapotolewa. Uongozi wa JKT Queens unatoa pole kwa umma na kwa usumbufu uliojitokeza. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano JKT Queens Juni 6, 2025. Bana, mambo yanazidi kuwa moto sana. Unaambiwa mambo yanazidi kuwa ya moto kutokana na kwamba haya yanayoendelea kutoka katika bodi ya ligi yanaendelea kutoka TFF ni kama yale makosa ambayo yanaendelea kujirudia siku hadi siku. Bana, baada ya Young Africans kulitibua la madeni kwamba Young Africans anaidai TFF, bana TFF wakaja na barua ambayo ikifafanua juu ya deni la Yanga kwa TFF. Yahusu deni la Yanga kwa TFF. Tafadhali rejea kichwa cha habari hapo juu. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linakujulisha kuwa limepitia madeni na deni ambalo umeliwasilisha kwetu. Kurejea barua 2 ikiwemo yenye kumbukumbu namba Yanga Sports Club mkwaju TFF mkwaju 2024 hii ya tarehe 12 Julai 2024 na nyingine ambayo yenye kumbukumbu namba Yanga Sports Club mkwaju TFF mkwaju 2023 hii yenyewe imetumwa tarehe 7 Agosti 2023 ambazo umekuwa ukiandika unaomba kulipa ada za wachezaji wa kigeni na ada za uhamisho kutoka katika fedha za zawadi ambazo klabu yako ilipaswa kulipwa kwa ajili ya mashindano yetu. Baada ya mapitio ya akaunti ya TFF na Yanga, tumebaini kuwa klabu yako ndio inayodaiwa na TFF. Hivyo unatakiwa kumjulisha mkurugenzi wako wa fedha kwa kesho saa 3 asubuhi aweze kufika na vithibitisho vya deni ambalo mnarosema mnaidai shirikisho na ofisi zetu. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Hii hapa ni barua ambayo iliweza kutolewa na TFF na kutumwa kwa mtu wa fedha wa Young Africans ambaye ametakiwa aende katika ofisi hizo za mamlaka za soka ambazo fedha za TFF ambazo zimetajwa hapo. Lakini unaona kabisa kwamba baada ya kutoka taarifa hiyo Young Africans nao waliweza kutoa ufafanuzi wa madeni yao ambayo yameweza kulipwa na fedha ambazo zimeweza kukatwa katika hivyo vibali vya wachezaji. Lakini hapa Young Africans ya kuishia hapo, anasema yahusu madai ya fedha za zawadi na mapato ya mlangoni na udhamini. Bana, unajua watu wengi wamejiegemea katika engo ya fedha za zawadi ambazo Young Africans anadai, lakini hapa katika barua yake kuna madai ya fedha pia za mapato za mlangoni ambazo watu wengi wamekuwa hawazizungumzii sana. Hapa Young Africans anazungumza kwamba kuna fedha za zawadi, lakini pia
kuna fedha za mapato ya mlangoni na fedha za udhamini. Tafadhali rejea kichwa cha habari hapo juu cha kilichotajwa pamoja na barua yetu yenye kumbukumbu namba Young Africans mkwaju 2024 mkwaju 331 ya tarehe 4 Septemba 2024. Tunapenda kuwakumbusha kuwa hatujapokea mrejesho wowote kutoka kwenu kuhusiana na madai ya fedha za shirikisho